Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza ni kwa niaba ya wenzangu, maana ni mara ya kwanza kukutana hivi tukiwa pamoja, naomba kuchukua fursa hii kukupongeza kwa kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni nafasi kubwa ambayo wengi waliitamani, na sijui kama walikuwa wanapitisha kwenye social media, wewe ukuwemo kwenye zile maotea. Yaani yalipita mengi mpaka tukajiuliza sasa ni nani, kwa sababu hata kama kuna mtu anavujisha, mara leo inakuja bango hili linalo watano, linakuja lina wawili, wewe ukupita pita sana. Lakini kwenye kundi la jukwaa la wahariri tunaye mwenzetu mmoja, Skola Mazura, akaweka picha yako akasema huyu ndiye waziri mkuu ajaye. Sitaki kusema comment zilizofuatia. Lakini sasa amini kwamba baada ya kuwa umeshatangazwa Skola alivyopongezwa. Kwa hiyo kuna watu wengine Mungu anawapa maono. Kwa hiyo tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini sio wewe tu, tunampongeza Profesa Kabudi kwa kurejea kwenye wizara hii. Tumefanya nao kazi vizuri sana, na katika kipindi kigumu ambacho tumekimaliza cha uchaguzi mkuu. Niwapongeze waheshimiwa naibu mawaziri, wanapenda kumuita mwana FA, hili ndio inafahamika sana, na Mheshimiwa Paul Makonda. Mheshimiwa Makonda alivyoteuliwa wakasema amekuja. Na sisi tukasema karibu Mheshimiwa Makonda, na wengine wakasema sasa wizara itachangamka. Kwa hiyo ule uchangamfu tuliokuwa tunauona Arusha, pengine hata hiki nikiseme kidogo, maana kwenye mitandao imetandaa sana, hatuna ugomvi na Mheshimiwa Makonda. Kuna watu wameniletea message, simu nini, tutafanya naye kazi, tutampa ushirikiano, na tunaamini hata yeye atatupa ushirikiano ili kuhakikisha kwamba nchi inasimama pamoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili tutalifanya kwa weledi mkubwa sana. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakusanya taarifa, tunazichakata na kuzifikisha kwa walaji, ili tuwe kiungo kati ya serikali na wananchi, na wananchi na serikali. Kwa hiyo tutafanya kazi kwa utiifu mkubwa sana. Hatumsahau msemaji mkuu na katibu mkuu ndugu yetu Jason Msigwa, amekuwa kiungo muhimu kwa muda mrefu, na tunashukuru kwamba ameendelea kuwapo, na tunaamini ataendelea kuwapo. Hata mkutano huu mkono wake ni mkubwa sana mpaka mkutano huu umefanikiwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana sana sana. Sasa baada ya pongezi, tuseme tulifurahishwa sana na hotuba yako pale bungeni. Na mara nyingi sisi wanahabari huwa hatuumi maneno sana, isije ikawa ulikuwa unafurahisha wabunge na Watanzania kwamba wajua umekuja uliposema utakuwa na rato, kwamba utafagia wale wazembe wote ndani ya serikali. Kwa kweli, na kwa jinsi ulivyoeleza hapa, kwa jinsi ulivyonena pale Singida, kwa jinsi ulivyofanya Kimara jana, ni wazi inaonekana hii nafasi imepata mwenyewe. Kwa hiyo tunakushukuru, tunakupongeza, tukiamini kwamba utaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuyafikia malengo makubwa, ajira kwa vijana, hasa eneo hili ulilolisema la sekta binafsi. Kwa sababu ukiangalia workforce ya nchi hii ni zaidi ya milioni 25 ya Watanzania wenzetu, wakiwemo vijana. Lakini watu walioajiriwa serikalini aghlab ni watu 700,000 hivi. Kwa hiyo kuna watu milioni 24 plus ambao wapo kwenye private sector. Kwa hiyo private sector ikipewa heshima, ikafanya kazi kwa ufanisi, nchi itapata kodi, vijana watapata ajira. Na nimependa sana lile ya heshima, kwamba mtu akitokea private sector asionekane kwamba akili yake sio nzuri sana kidogo. Kwa hiyo kiheshimiwa private sector, tukafika mahala ambapo kwa mfano kuna baadhi ya watu wakiona ndege kama Boeing inanunuliwa, hawajui kwamba ile ni mali ya familia ya kina William Boeing, au Bombardier ni kampuni ya familia, lakini inalipa kodi kubwa, inazalisha ajira, na sisi Tanzania we deserve that one. Hii ya kuruhusu kampuni za wazawa
kupata miradi mikubwa alafu wageni wakaomba subcontract ni ukombozi tosha. Kwa sababu ukifuatilia takwimu za serikali, shilingi trilioni 34 kwa mwaka jana zimeingia kwenye procurement. Ina maana hizo ni zabuni. Sasa kama Watanzania hata tukibakiza 60% tu ya hiyo trilioni 34, hizi pesa tutaanza kuziona mtaani. Sasa kwa sababu Mheshimiwa Makonda amekuja huku na anajua kuhamasisha, kama tulivyoona ile siku ya utalii na Land Rover na nini, sasa uhamasishe, na ingawa hii wizara iko kule, lakini kupitia Wizara ya Habari utasema nahamasisha ili vijana waingie kwenye uchumi na tutakwenda vizuri sana. Sasa hatuwezi kumaliza, maana ukiingia msikitini usimtaje shekhe, alafu ukaingia kanisani bila kumtaja Yesu au Mtume Muhammad, watu watakushangaa msikitini utapokuwa hujamtaja. Sasa ukikutana na wahariri na waandishi wa habari usiulizwe maswali, basi huko wenzetu watatubadilisha kundi, kututoa kwenye kundi la uandishi wa habari, kundi la uhariri, na kutuweka kwenye kundi jingine. Nitaomba kwa ridhaa yako tuwe na maswali machache, lakini niombe hata mimi nianze na swali moja mawili hivi ambayo yanasumbua sana huko mtaani, kwamba kwa nini tumefika hapa kama nchi. Tumefika hapa kama nchi wanavyosema vijana, jambo kubwa, watu kutekwa, watu kupotea na watu kuuawa, miili yao isipatikane. Yaani kwa mfano unakuta mtu anakwenda polisi, maelezo anayoyatoa, alafu baadaye ndugu zake wanakwenda polisi wanamwambia kwamba huyu mtu hajawahi kufika, wakati jana yake wameleta chakula akikapokelewa akala. Kwa hiyo sasa hili serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu hawataendelea kutekwa, watu hawataendelea kupotea, na Watanzania watakuwa na amani? Akimuona polisi amkimbilie, kwa sababu tukiwa huko ugenini ukikutana na askari polisi ndio unayemuuliza njia. Lakini sisi hapa kwetu mtu akimuona polisi anaanza kujikagua, na bangi nimefanyaje? Yaani wakati mwingine unaweza ukawa una bangi, lakini mpaka unafika kituo cha polisi tayari una bangi misokoto 5 kwenye mfuko. Kwa hiyo sasa tunabadilishaje hii sura ili kuhakikisha jeshi la polisi na kama wapo watu wanaoteka wakashughulikiwa? La pili, uchaguzi. Hii ni sehemu ambayo imeleta machafuko makubwa sana. Chadema, kwa sababu hii ni nchi ya Watanzania, umesema ni nchi yetu yote, walikuwa wanasema no reforms, no elections. Lakini kwa upande wa pili pia inasemekana hata baadhi ya reforms zilizofanyika hawajawahi kuzikiri sehemu yoyote. Kwa mfano, wakurugenzi kutosimamia uchaguzi, mgombea binafsi, mgombea kupita bila kupingwa, kuunda tume huru ya taifa ya uchaguzi, kuunda sheria mpya ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Sasa kama serikali ni kweli hamjawahi kufanya reforms na ndio maana hawakushiriki uchaguzi, hilo unaweza ukatusaidia. Mwisho, kuna debate kwangu mimi. Kuna debate inayozunguka sana kwamba katika maandamano, umesema sio maandamano. Kwa kweli ukiangalia uharibifu uliofanyika, maana maandamano unakuwa na bango lako, unafikisha ujumbe sehemu, unapokelewa. Sasa haya maandamano ambayo vituo 600+ vinachomwa, magari, pikipiki, yamebadilika jina na position ya kutoka kwenye maandamano pengine kwenda kwenye kitu kingine ambacho sijakifahamu. Lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki. Maana Al Jazeera wanatuambia 700. Unakwenda kuna taasisi nyingine zinasema watu 10,000. Wengine wanasema 10. Kwa hiyo sasa ili tuwe kwenye perspective, iwapo kuna takwimu za watu wangapi waliouawa au waliokufa, maana wakati mwingine Dr. Shaba aliwahi kutoa postmortem kwamba mtu alishtakiwa kwa kumgonga mtu, lakini kumbe yule mtu wakati anakuja anafunga breki, mtu kama kulangu hapa ndo ilikuwa uhai wake unafikia ukomo, akakolapsa akaanguka. Sasa yule dereva amemshtaki, baadaye ushahidi unakuja anasema alikufa kifo cha asili kwa sababu ndo muda wake ulikuwa umefikia ukomo. Kwa hiyo kwamba ni wangapi? Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu na shukrani nyingi, hayo ya kwangu yalikuwa ni matatu.
niombe uturuhusu hata wengine wenzangu tuulize kwa raundi moja tu, tukimaliza tuendelee. Nadhani tusizidi wazungumzaji 5, si ndio? Na nitataja majina alafu tutafanya jinsia. Jesse, Mzee Salim usinishawishi kwa sababu umekaa hapa. Haya, Mzee Salim nimeambiwa ni Hamidi, Tausi ndio mtaja. Kikeke. Mbona napata changamoto? Haya, tutamalizia na Meena kwa raundi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni Esther ni Irida? Maana nasikia Irida, basi Esther. Sasa naomba kuna moja senior sana, Mama Eda Sanga. Nitakuwa sijatenda haki tukimruka Mama Eda Sanga. Na nadhani ndiye aanze. Alafu hao wengine tutakwenda kwa vile tulivyotaja. Jesse umepoteza, Mama Eda Sanga ni senior kwako. Pole. Asante sana mwenyekiti wangu Balile. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu linaendana na haya ambayo tumeyazungumza, ambayo kwa kweli yameigharimu sana Tanzania, ambayo baadhi yetu tumeikulia hapa, tumeipenda, tumekuwa kama kioo cha taifa hili. Yalipotokea haya yaliyotokea tarehe 29, kuna baadhi yetu ambao tuliona kwamba hiki kitu hakiwezi kufanyika, hakiwezi kutokea Tanzania. Tuliamini hivyo, tulikuwa na imani hiyo. Sasa yametokea na kuna madhara makubwa sana ambayo yamefanyika kwa jamii. Mimi hofu yangu ni je, tumejiandaa vipi baada ya yale mabomu, baada ya kukaa nyumbani karibu siku 3-4 hatuwezi kutoka, pamoja na kwamba baadhi yetu tulikuwa na wagonjwa, tunahangaika namna gani utakwenda hospitali, utapataje dawa na vitu kama hivyo, lakini ilibidi tukae ndani. Kwa hiyo ule msongo tuliokuwa nao, mabomu yale, kuona katika vyombo vya habari watu wanakufa, imetuathiri kisaikolojia. Tulio wengi imetuathiri kweli kweli, wakubwa, wadogo, wanaume, wanawake, wote. Sasa serikali imejiandaa vipi kwa ajili ya psychological healing baada ya haya mambo? Kwa sababu bila psychological healing hatutakuwa Tanzania wale ambao tulikuwa tunajitambua. Asante Waziri Mkuu. Asante Mama Eda Sanga. Twende kwa Jesse Kwayu, na nimedokezwa hapa kwamba twende kwenye swali. Usuli nimeshautoa. Karibu. Nakushukuru mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaamini kushukuru kwa haya yote. Na maswali mawili madogo sana. Kwa kwanza nimefarijika sana kusema pesa za Watanzania. Na vitu tuende na moto huo. Pesa zote za nchini za nani? Za Watanzania. Itapendeza sana. Sana. Sasa swali langu moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unafikiri serikali yetu inasikiliza? Naulize kwa sababu early warnings zilikuwa pale ukutani pale, tunakwenda kubaya. Mwenyekiti hapa amesema habari ya utekaji, habari ya watu waliokufa, habari ya watu waliopotea, mpaka na listi zimetolewa. Inavyoelekea serikali imegoma kusikiliza. Kama tulikuwa tunasikiliza, yamkini yale tungezuia singefika pale. Sasa hivi unafikiri usikiliza kwa sababu hata mapendekezo ya tume ya haki jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo. Mnasikiliza? Swali la kwanza hilo. Swali la pili, ninajazilizia pale posema Balile. Hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara yaliyotokea 29 Disemba.
vituo vilivyoharibiwa Oktoba 29. Vituo vilivyoharibiwa, nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia wale kufa? Mnaficha nini? Kwa sababu waliokota maiti ni polisi. Naongeza samahani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Salamu alaikum. Twende kwa Tausi. Asante mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza vizuri sana, hongera. Swali langu mawili madogo. Mpaka sasa hivi mtaani watu wanalalamika sana kutopata maiti zao. Kwa nini hali inakuwa hivyo? Sisi waandishi wa habari tumeathirika pia. Mmoja wa mwandishi wetu mpaka leo hajapatikana na wamezika nguo. Sawa, tumepata matatizo, madhila yametukuta. Kwa nini watu hawapewi maiti zao? Lakini swali la pili, kuna tuhuma na zinazunguka sana kwenye mitandao. Hata ripoti ya TV moja imesema kwamba kuna kaburi la halaiki. Ukweli ukoje? Kuna kaburi la namna hiyo? Asante mwenyekiti. Asante Tausi kwa kuuliza kwa ufupi. Neville Meena. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati wa uchaguzi tunapozungumza sasa hivi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyombo vya habari vya Tanzania hatuna pa kusimama. Tunaonekana ni watu wa ovyo ambao hatukufanya kazi yoyote wakati wa uchaguzi, na hii ilitokana na behavior ya taasisi za kiserikali kutuminya, kututisha kwa kila ambacho tulitaka kufanya, na hasa TCRA kutuandikia barua na kukataza hiki na kile na kile. Katika mazingira haya hata serikali haiwezi kupeleka taarifa zake kwenye vyombo vya ndani tukaaminika. Ni nini mkakati wa serikali au ni nini kauli yako Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusiana na taasisi zilizoko chini ya serikali kutuingilia katika editorial independence yetu na kutukataza kufanya kazi yetu ya kitaaluma inavyostahili? Asante Meena, lakini wakati mwingine maneno ili neno kutufanyaje hilo sijalisikia. Twende kwa Zeramula. Abdalla Majura, na uona mkono wako lakini haukuwa kwenye orodha, na kwa hiyo kufanya hivi haigeuki rushwa ya kunani. Asante mwenyekiti, asante sana Waziri Mkuu. Jina langu ni Esther Amandus Zeramula kutoka Channel 10. Mheshimiwa Waziri, lakini ufahamu kwamba mimi pia ni waziri wa habari na mawasiliano ngazi ya taifa wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Tanzania. Maswali madogo mawili tu. Swali la kwanza, misukosuko ya kisiasa ina athari za kiuchumi. Serikali imechukua hatua gani za haraka ili kurejesha kujiamini kwa wawekezaji pamoja na wananchi? Na swali la pili dogo, ni ujumbe gani ungependa kuwapatia wananchi ambao wana wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia, uchumi pamoja na umoja wa taifa? Asante. Asante, naomba tuende kwa Salim Kikeke. Kuna kanuni ya kutovunja uaminifu katika ambacho umekitaja mwanzo. Kwa hiyo sasa tukiinua mkono tukasema tuvunje, baadaye tarani. Karibu Salim. Asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na maswali matatu nadhani madogo sana. Moja, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuchunguza kilichotokea Oktoba 29. Lakini katika mazungumzo yako hapa umezungumzia economic sabotage. Sasa nataka kujua kuna ushahidi kiasi gani wa kuweza kulenga kabisa na kusema kwamba ni economic sabotage, na hasa kutoka nje ya nchi, kama kuna watu wamekamatwa tuweze kufahamu waliotoka nje ya nchi. Namba 2, kuna taarifa nyingi sana zinazungumzia vyombo vya usalama kufyatua risasi hovyo au ili risasi za moto. Sasa nataka kuuliza, kulikuwa na ile inaitwa order ya shoot to kill, na kama ilikuwa imetolewa na nani? Na la mwisho, tunasikia sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kwamba kuna vuguvugu lingine la yaliyotokea Oktoba 29 tarehe 9 Disemba. Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante. Asante. Sasa tunakuja kwa Mzee Salim Saidi Salim
wakati wanaleta, kama una swali ambalo ni very burning uandike, alafu ukiandika, hata bungeni tunaona kwamba yuko hapa na hapa ameshasimama, usio na wasiwasi. Asante. Kwanza Sheikh Abudi, nilikuwa nakutapala, naomba radhi kwamba leo tena iwe mwisho kwa kukunyima byline. Nilikuwa natekeleza wajibu wangu na masuala machache tu. Kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza sana habari ya katiba na sheria, lakini utaona hapa kwetu polisi sheria inasema masaa 48, wanaweka watu kama wanafuga kuku, na ndio maana utaona hata kuna kesi za habeas corpus. Je, ufikiri wakati umefika kama waziri mkuu kuchukua hatua kwa kila polisi anayefanya hivyo, naye kuwekwa ndani ili akapata naye joto ajiwe, ili wajue shida ya kuweka watu kama kuku ndani? Jingine, mahakama, nchi yoyote ile ya wenye utawala wa sheria inaheshimu mahakama, la sio hivyo itabidi kila mmoja wa hakimu. Sisi hapa kwa nini maamuzi ya mahakama kama ya mahakama Afrika Mashariki, tena tunaona fahari kwetu ya mahakama Afrika kama ya independent candidates, hatuheshimu? Na mwisho ambalo nataka pia nizungumzie ni kwamba katika nchi kauli mbaya ndizo zinajenga chuki, uhasama. Tumesikia hapa tena, wengine wasomi nitawataja, tumesiona tabu, bao la mkono mtu anataka kufunga. Hii inapoteza watu imani katika utawala wa demokrasi. Tumemsikia Bashiru tena kwa waandishi wa habari anasema chama tawala kina haki ya kutumia nguvu za dola ili kubakia madarakani. Zanzibar tumesikia umepewa nafasi ya kuuliza swali. Ndio nauliza. Wewe ulitoa maelezo kwamba kufunga kuiba kura kwa CCM ni halali. Sasa hufikiri serikali kukalia kimya kauli kama hizi bila kulaani, nayo inawafanya wananchi kutokuwa na imani na serikali yao? Asante. Asante sana Mzee Salim. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulisema tuulize maswali kutoka kwa watu 5. Bahati nzuri ukaruhusu, tumeuliza kutoka kwa watu 7 na naamini yamefika maswali kama 12. Kwa hiyo tukuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu ujibu haya maswali na tunakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Asanteni sana kwa maswali mazuri. Nikianza na maswali yako mwenyekiti, umeongelea watu kutekwa, watu kupotea, watu kuuawa, umeongelea watu kuogopa polisi. Kuna vipengele viwili. Kipengele cha kwanza cha jambo lililojitokeza tarehe 29, sema watu wameuawa, watu wamekufa. Tumesema na mimi najitahidi sana, swali hilo nitalijibu pamoja na ni watu wangapi. Moja, na hii tu naomba Watanzania wote tuielewe hivyo. Duniani kote hakuna vurugu zinatokea zisizo na madhara. Pakiwa na vurugu patakuwa na madhara. Na ndio maana wale wanaotaka kuitaski Tanzania, kutanish image yake
na kufanikiwa lile la kuweka Watanzania wawe kwenye haya makovu yasiyotibika, wanatumia maandamano. Wanaacha kuona uhalisia uliokuwepo. Ukiwaua watu walioko kwenye maandamano, una violation nyingi sana za human rights. Kwa sababu maandamano ni issue ya kikatiba. Hata kwetu hapa maandamano ni issue ya kikatiba. Na inakuaga na very clear maandamano yote yanakuwa very clear, ndugu zangu. Tunajuaga yanapita wapi, kiongozi wake nani, yanalenga nini, yataishia wapi. Na mimi nisingetamani sana tuanze kujadili sana hizi content, kwa sababu kuna watu wamepoteza watu. Tujiepushe sana kufanya haya like mchezo, like siasa. Hapa kuna watu wamepoteza wapendwa wao. Lakini kilichotokea, let us be fair to ourselves. Na wote pia wanaoongelea jambo hili, tuiface reality. Pakitokea fujo, pakitokea vurugu, haijawahi kutokea vurugu isiyo na madhara. Ndio maana na swali lile lingine linalosema mnajiandaa vipi na Disemba, natoa rai kwa Watanzania, na hii ndio imekuwa kauli hata ya Mheshimiwa Rais. Let us get back, tukae eneo tunaloona aliko sawa, tujadiliane, tusiruhusu tena jambo la aina hiyo. Ndugu zangu, hakuna vurugu yeyote duniani iliyowahi kutokea na isiwe na madhara. Vurugu ikitokea, expect loss of lives, expect loss of properties, expect divisions. Yanatokea vurugu yeyote ikitokea. Tujiepushe Watanzania, sisi ni ndugu, tujiepushe. Yana gharama, mambo ya vurugu yana gharama. Na kingine, mmesema mmejiandaje? La kwanza, tunawaomba Watanzania kila mmoja wetu tuwajibike kuambizana, never again we shall let our country iende kwenye jambo la aina hiyo, sababu haina faida kwetu, ina makovu, ina gharama za uhai, ni jambo si jema. Sasa ninyi mmeona kwamba this is a sabotage ya aina hiyo, ambayo nitasema connections baadaye. Wewe ukiwa ndo uko kwenye dhamana ya kulinda watu na usalama wao, fujo zikatokea za aina hiyo, kwamba ukivamiwa, kwa sababu ukivamiwa kunaweza kuwa na loss of lives, unasema tu basi na waje tu hivyo hivyo. No. Kuna kiapo cha kulinda hii nchi, kuna kiapo cha kulinda mali za watu, kuna kiapo cha kulinda usalama wa raia. Rai yetu kwa Watanzania, sote tukatae, tusiipeleke nchi kwenye jambo la aina ile ya Oktoba 29. Nimeunganisha tumejiandaje, nimeunganisha na masuala ya kupotea, vifo vilivyojitokeza kwenye vurugu. Vurugu ina madhara mabaya. Tusipeleke tena, tukatae kupelekwa tena kwenye situation ya aina hiyo. Sasa kulikuwepo lile swali linalosema mna evidence gani kwamba ni economic sabotage, na kwamba kuna hivyo viashiria. Kiashiria cha kwanza, nimewaambia Tanzania ni mali ya Watanzania. Tanzania si mali ya chama chochote cha siasa. Tanzania si mali ya serikali, na rasilimali zake si mali ya chama chochote cha siasa, na fedha zinazotengeneza maendeleo yote haya ni mali za Watanzania. Akatokea mtu analenga hayo, this is purely an economic sabotage.
Wewe unajua kabisa uzalishaji na maisha ya Mtanzania, it involves movement. Unalenga miundombinu yote. Haya hii ni mambo kabisa ambavyo watu wa vita wanafanyaga. Yes, that is, jamani, hivi ndivyo walio wakubwa kuliko sisi watuambie. Introduction ya vita vya Kagera likapigwa daraja, piga sio kanisa, piga sio nini, piga vunja huku, vunja hivyo. That's a sabotage. Hiyo unalenga ni public, unailenga public. Hii haulengi serikali, haulengi chama cha siasa, hii unalenga public. When it is a public, when it's something has to do, kama jambo linahusu public, hii ni hujuma ya nchi. Hicho hapa ni yale yaliyotokea tu. Hivi mtu anayelenga kusabotage reli na pale wanaopita kwenye reli wale ni wachama gani wale? Eti wanaopita SGR ile ni wachama gani? Wanaotumia maji ya Dawasco ni wachama gani? Wanaopita mwendo kasi ni wachama gani? Angalieni upya. Fedha imejengwa na watu wa chama gani? Ili mwendo kasi imejengwa na mchango wa chama gani kwani? Kuna watu wenye kadi yao walienda kuchangia reli. Mwendo kasi ule. Hizi ni fedha za Watanzania. Mtu akilenga TCRA, mtu analenga reli, mtu analenga stendi, mtu wanalenga investments na zingine nikitaka kutaja mwili unasisimka. Mtu analenga power station, tunakofanyia generation ya power ya nchi. Look, that's sabotage. Mtu anawaza bwawa 6.5 trillion backbone ya nchi. Tuna ziada ya 2000 megawatts ziada kuliko nchi zote zinazo za East Africa and SADC ziada, alafu mtu anawaza kudamage. Hiyo ni siasa. Idea guys, hiyo wa Tanzania, hiyo ni siasa. It's purely sabotage. Mtu anachoma magari hata yaliyo transit, yaliyopita tu kwenye nchi yetu. Wale waliopitishia, watu wanaotumia bandari hii hapa wanaenda Zambia, Zimbabwe, DRC, ni wa chama gani? Ukisema ni uchaguzi, wana chama gani wale? Yes. So hii ni baadhi ya mifano. Alafu inakuja sasa, why do you think like that? Hii nimesemea kilichotokea, naenda na kwa nini ni sabotage. Jitihada zinazofanywa na wale wanaohamasisha wamelipwa. Yule aliyewalipa ana maslahi gani? Ingekuwa hii hamasa inafanywa na chama kimoja cha siasa, tungesema hawa wanapambana kutafuta madaraka. Ikifanywa maandamano yakiongozwa na chama fulani cha siasa, unasema hawa kuna dissatisfaction wameipata, ni wale pale bwana nani wako bwana na mwenyekiti wao yule pale bwana anaongoza, hawa wamepata. Hawa wanaohamasisha hata hawako nchini, wanahifadhiwa, wanapata na hela ya kurecruit vijana. Wale wanaowalipa watarudishaje hizo fedha kama if it's not the sabotage and I kwenye rasilimali zetu? These are the things. Ndio maana nasema wanaotumwa na wanaomezea mate, never on earth tutatumia jitihada na nguvu zote na gharama yoyote kulinda rasilimali za Tanzania na Tanzania yenyewe. That is the thing. Kwa nadhani hili nimelisemea, na nimesemea hiyo ya hisia za Disemba 9. Tunasema wa Tanzania, nimeelezea kirefu sana, yeyote ambaye ana grievances yeyote aone njia mbadala, si ya kuirejesha Tanzania tena kwenye jambo lililotokea. Tuende kwenye njia zingine. Makundi mbalimbali yasikilizwe, mambo ya mahusiano yatasikilizwa, mambo ya makundi mbalimbali yatasikilizwa, hoja mbalimbali zitafanywa kazi. Milango mpaka ya kiongozi mkuu Mheshimiwa Rais ipo wazi, na ya wasaidizi wake wote, na ya mijadala ya sisi kwa sisi iko wazi. That is the way we have to go. Tuepuke ile njia ambayo tunaona viashiria vya sabotage. That is the thing. Lakini tunasema kwa wale ambao
wanamezea mate rasilimali, wanaona njia nzuri ya kuzifikia rasilimali ni kuwapiganisha vichwa wa Tanzania, wachukiane, wagombane, wapate makovu ambayo ni unrepairable, waingie kwenye vurugu ili wao wafikie zile rasilimali. Vyombo vya dola vina kiapo na serikali na viongozi wana kiapo cha kulinda nchi hii na kulinda rasilimali zake. Wala hii nchi haiwezi kaendeshwa kwa remote. Wala hii nchi haiwezi kaendeshwa kwa remote. Kwa hiyo niliona hiyo nisemee kwa namna hiyo. Sasa hii ya watu kupotea, watu kutekwa, watu kuogopa polisi, hili ni jambo ambalo haipaswi sisi wa Tanzania litufikishe kwenye kuuana, wala halipaswi litufikishe kwenye hatua, kwa sababu sote tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Sote tunakubaliana, watu wote Tanzania nzima tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Tumejiwekea sheria. Kama tunaona utaratibu tunaotumia umetufikisha kutokuaminiana, utaratibu tunaotumia umetufikisha kwenye kuleta mashaka, kwenye kuleta taharuki, ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, kwamba hiki ni kimoja wapo. Mwenyekiti unasema watu wanakilalamikia tume. Mheshimiwa Rais ameunda tume kujumuisha vyote kuhusu tumefikaje hapa. Mheshimiwa Rais ameunda tume ya very senior citizens, na naamini hili ni jambo la sisi kukubaliana tu, si jambo la kutufikisha tu, kwa sababu in principle wote tunakubaliana kwamba mhalifu anatakiwa akamatwe, anatakiwa afikishwe kwenye vyombo vya dola na anakuwa salama. Kama kuna utaratibu umekuwa ukileta mashaka, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuangalia the whole thing, na haya ni mambo ya kuboresha ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaondokana na mambo hayo ya mashaka. Kuhusu watu kutekwa, watu kupotea, that is, jamani, tunafanya vibaya eneo moja tu. Tunafanya vibaya eneo moja tu ambao ndo tumeshafikishwa hapo. Tunapoona madhara yakimpata mwenzetu, ni jambo la polisi, jambo la serikali. Hii ya kutilia mashaka nimeshaiongelea, inayohusisha mtu kafikishwa kabisa kwenye polisi, hiyo tumeshaongelea. Ni mambo ya kuyaboresha, si mambo ya kutufanya tuchome moto nchi tu. Ni mambo ya tukubaliane, kwa sababu sheria tumejiwekea wenyewe. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Naamini recommendation zitakuja, alafu tukubaliane utaratibu. Kama tutasema mtu yeyote akikamatwa, kabla hajapiga hatua yeyote, mwenyekiti wa serikali yake ya kijiji ajue na ndugu yake ajue, ni jambo linalohusu wa Tanzania. Ni jambo linalohusu wa Tanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Na niongeze eneo moja, kuna moja amesema kwamba hata mambo ya haki jinai hayajawahi kushughulikiwa. La hasha. Kuna mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika watu kwenye mahabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mahabusu, kila mtu analaza mtu, hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa. Hivi tunavyoongea, jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania ameissue circular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya jaji mkuu wa Tanzania akitekeleza recommendation za tume ya Mheshimiwa Rais ya mambo ya haki jinai na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai. Siku hizi hivi tunavyoongea, case movement ya kesi ilikuwa recommendation pia. Movement ya kesi kupita kwenye ile vehicle, kwenye zile taasisi zote za haki jinai inaonekana kote. Hamna hii akimaliza kwa DCI huku inajulikana, ikitoka magereza huku inajulikana. Na haya mambo ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja. Tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni. Kwa hatua hii na uthubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai, itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yatarekebishwa. So hili ni eneo moja wapo ambalo nimetoa tu mifano michache inayohusisha mambo hayo ya haki jinai, lakini yapo na mengine ambayo yalikuwa yanahusisha hizi recommendations za kutoka haki jinai ambayo yameshaanza kufanywa kazi. Mengine yalikuwa yanayohusu tu utu
Yaani tulikuwa bado tuna magereza zile ambazo zilijengwa kwa ajili ya Waafrika, alafu wanaowapeleka ni wale weupe wakoloni. Magereza yalikuwa hivyo. Kwenye recommendation zikaletwa recommendation za kujenga nani hizo ambazo zinazingatia utu. Nenda uangalie nani mpya zilizojengwa. Ni recommendation ya tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya haki jinai. Sasa hiki kipengele kimoja kinachohusisha eneo la jeshi la polisi, nimesema, ama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nimesema kuna mstari mwembamba wa mazingira haya ambapo tumeshafika level hiyo kwamba lolote linalotokea tunasema hii ni serikali. Lakini mimi niwaambieni, nimekuwa waziri wa mambo ya ndani. Kama kuna muda jambo hilo lisingekuwa limefanyika kwa viongozi wa CCM, nchi hii moja kwa moja ilikuwa inaenda kuamini kwamba haya mambo yanayotokea ni ya chama na chama. Huku Mkuranga, Rufiji, Kibiti waliuawa zaidi ya wenye viti wanaotokana na CCM, zaidi ya 100. Hivi hiyo sorting nyie mmewahi kuwaza kwamba hawa watu walikuwa na soti vipi? Lakini serikali ilichukulia tu huu ni uhalifu. Haikuchukulia ni chama kimoja wapo kimefanya haya. Ilichukulia huu ni uhalifu. It is very dangerous tunapokuwa kwenye taifa, likitokea jambo lolote tunadhani ni vyombo vya dola. Hii ndo njia ninayosema tunatafutwa. Unatafuta kuondolea heshima chombo ambacho ndio kimepewa dhamana ya kulinda rasilimali za nchi. Sasa mapungufu ya mtu moja yaliwahi hata kujitokeza zamani. Sitaki kutaja maeneo ambayo watu walipoteza wapendwa wao, lakini ziliwahi kuundwa tume zika investigate viongozi wakuu kabisa kwenye taasisi yetu. Jamani, si mnakumbuka? Iliwahi kwa tabia ya mtu mmoja huwaipo. Lakini kitu kimoja ambacho tuepuke ni kuona taasisi yetu, tuone mmoja naweza ikatokea hiyo. Sababu vyombo vyetu ndivyo ambavyo vimewahi kutuvusha kwenye nyakati ngumu hivi. Moja ya jambo gumu ndo nilimwambia lile la Kibiti. Ilikuwa another terror. Ilikuwa jambo moja yani wewe kila siku unaamka mwenyekiti mmoja naye kanyakuliwa, mwenyekiti mwingine naye. Kwa wale wanaopendaga kugombanisha Watanzania, ilikosa tu ladha kwa sababu waliokuwa wanapotea ni wa CCM. Wakati mwingine mimi huwa nalaumiwa kwa kuongea tu ukweli huu. Ilikosa ladha kwa sababu waliokuwa wewe wangepotea wenye viti 100 hivi wa chama cha upinzani ama watu Tell me what could have been the story. Ingekuwa serikali imechukua, ingekuwa vyombo vya dola imechukua. Ulikuwa uhalifu tu, ulikuwa uhalifu, vyombo hivi vikakabiliana na uhalifu huo mpaka ukapotea. So kwenye yale yaliyo mapungufu na tume imeundwa, mimi ni waombe wa Tanzania, let's get back to tuamini tume imeundwa na senior citizens, and then kwenye maeneo ambayo tunaona yana mapungufu hasa katika masuala ya mahusiano, masuala ya kiutawala, masuala ya ukamataji, haya ni mambo ambayo yanatakiwa kuwa rectified, na naamini hatubishani kuhusu mambo ya aina hiyo. Sasa nimewapa mfano hii mambo ya watu kupotea. Nimewapa mfano hivi, kama watu wanaweza wakafanya jambo la njama na wakajua hili jambo moja na wanatafuta kukosanisha watu na wanajua moja kwa moja ili atakayelaumiwa ni serikali, wanashindwaje kufanya? If there is a mission, wanashindwaje kufanya? Kama mtu anaweza akachukua hatua ya kusafiri na mabomu na kakamatwa red handed na mabomu, wanashindwaje
Yaani wanaweza akawaza nani huko hivi, huyu tukinanio itajionekana tu ni serikali. So all of them wa Tanzania inahitaji tuamke, alafu yale ambayo ni ya msingi turekebishe, na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Nilikuwa naelezea hilo la watu kuogopa, watu kuteka, watu kupotea. So si jambo jema, niwaambia na mwanzo, si jambo jema, na the government is concerned with that one. Sasa nije na lile, watu wangapi? Na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja? Na hiyo ndio sababu ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu. Tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kucelebrate mtu maisha ya mtu? Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye miko, ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo siku hizi watu wameshakuwa wepesi tu. Mtu anameondokea na mpendwa wake, wewe una post. Like una post kama picha ya engagement. Mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa COVID bungeni nilisema hivyo, guys, why are we celebrating why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought we admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea jambo lililo cost lives. Ndio hivyo, vurugu yoyote ikitokea there is a loss of lives. Tume nani wote, and then we are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa. Tunataka tuanze kuhesabu kama mafanikio. Guys, mnataka tuhesabu kama magari. Lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari. Guys, now watu wanapoteza wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari. Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa anasema ni watu hawa, hayuko hapa hata hapo hayo anasema tu ni watu hawa hapa, ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona mili inawekwa pale, nyuma yake kuna magari plate number hata si za nchi hii. Na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania. Sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it? Huku mimi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza nikiona watu wanaingia na mabomu, alafu anang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawajua waliowaua. Ambaye hayuko hata hapa amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona hata na nyie ameanguka mmoja, pale kaanguka hivi, yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanaoonesha hectares and hectares za watu wamelala. Sisi jamani, hivi do you know what does it mean watu hiyo kama wale wanaotaja? Sisi tuliwahi kushuhudia mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know, kwanza tu
Kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi. Unajua damu ya binadamu ilivyo? Wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi. Guys, tuwe makini. There is an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've been emotional, lakini I'm just trying to wear the shoes. Najaribu kuvaa viatu hivyo kwamba look how watu wanafanyaje celebration za jambo la aina hii. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level, na akaenda kumhifadhi mtu wake huku nako, akaenda naye akaenda. Kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale waliokuwepo, yani muwe shuleni, muwe wapi, kwa hiyo meli moja, kila mtaa wana jambo. Hawa watu wanaonesha hectares and hectares eti kwamba, guys, let's be sincere. We admit kuna jambo, loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu, and let us respect familia. Tuheshimu, tuwape break familia zilizopata madhara. Kama kuna eneo 1, 2, 3 ambayo bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka. Wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalotaka. Mimi ningetamani kuweka star sana tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families. Na kwa sababu tume imeundwa, tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi, tusiende na wale wenye jambo lao. Jambo limetokea, has been with the laws of the people. Kwa nini tusipate taarifa za eneo hilo, za jambo hilo lililotokea, hata tukaweka picha za nchi nyingine? Guys, wa Tanzania, wale wanaofanya sherehe wana jambo wanalolitaka. Mimi nimeiongea hiyo tu emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu, inahusisha maisha ya watu, si jambo la kucelebrate bila kuwa na uhakika. Si jambo la kucelebrate bila kuwa na uhakika. Jambo lingine amesema mwenyekiti, reforms zimefanyika. Jambo lililohusisha sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi limefanyika. Ilikuwepo tena haya kutoka chama tawala ya kwamba mtu asipite bila kupingwa. Haya yaliletwa na wadau pamoja na vyama vingine kwamba pasiwepo na hii mambo ya mtu kupita bila kupingwa. Yalikuwa accommodated. Hii ni level ya kusikiliza. Yalikuwepo mambo ya kuwa na wakurugenzi kutokusimamia. Yaliletwa na yenyewe, yalifanyika. Kulikuwepo na mambo ya kwamba hivi vyama vingine vinakuwa vyama vya upinzani bado vichanga visaidiwe magari. Ilifanyika, vyama vyote vyenye wagombea walipewa magari. Nadhani mgombea na mgombea mwenza. Ilipita hiyo na yenyewe kwenye sheria. Sasa hii nyingine ambayo ilikuja kuletwa 3 months before the election,
Ndio mambo ya kuanza kujiuliza hao watu wanaitakia nini Tanzania? How can you do that one? Na Hamid hapa amesema la jambo la mgombea mwenza, mambo ya katiba. Wapi waliwahi kuandika katiba kwa miezi mitatu na waelekee kwenye uchaguzi? Hata ile pendekezwa tulipambana karibu miaka 5 na hatukuipata. Miezi mitatu unapata katiba gani? Kwa hiyo mengine hayo ni haikuwa sababu kwa kweli, na nadhani kwa kuwa tumeshapita, na mimi niwaombe kwa kuwa huko kwingine tulishapita, tusihangaike, tusidwell sana, kwa sababu kama haya mambo yanayohusisha ya wengine yana gharama ya maumivu ya mioyo. Tuendeni na muongozo ambao Mheshimiwa Rais ameutoa wa kuvuka hapa, and then kama Hamid hapo unasema mambo ya mgombea binafsi ni mambo ya katiba. Haya sio mambo ya sheria, ni mambo ya katiba. Na kwa sababu jambo la katiba liko kwenye ilani, tukisha seto haya mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyatolea mwongozo, tukajua haya tukaelewana, iron out, tukarejesha umoja wa Tanzania wawe wamoja. Those are the things ambazo zinatakiwa ziendelee kupitia kwenye masuala ya katiba, na haya mambo yamo kwenye ilani. Mambo ya kwa nini serikali na amesema inaingilia kwenye editorial ili na lenyewe amna jambo moja hivi unasema serikali imefanya. Kama kuna incidence, I think we deal with the incidence kama imetokea incidence ya aina hiyo, lakini Tanzania iko kwenye record ya kutokufanya mambo ya aina hiyo. Tanzania jamani, nyie ndio simko hapa. Hivi mngejua magnitude ya freedom of speech and the uncertainty of freedom after speech. Freedom, you are guaranteed freedom of speech, but not freedom after speech. Hii Tanzania haimo kwenye level hizo za kuingilia watu kwenye editorials. Ikitokea incidents, ni incidents tu, na kwa miko tuliojiwekea wenyewe ya kushughulikia incidents tu. Mimi niwaombe tusiende because ni nchi yetu, na sisi hizi ni sekta zetu, na sheria ni zetu. Nadhani tunavyoenenda kwenye mambo ya press, hata ninyi mlivyoanza mwanzo kuelezea, mmeelezea the cooperation ambayo imekuwa. Kama iko incidents tutashughulikia hizo incidents tu. Yes, mmeelezea wakati mnamkaribisha waziri, mlivyomsema waziri, imeportray what has been the relation between the government na mwaka jana tu taasisi za uandishi zote tulikuwa tunafanya tuzo. Jamani, si hivi ni mwaka huu tena, hata sio mwaka jana. Tuzo, unaweza kupata tuzo kwenye nchi ambayo sio wewe unayeandika, ni kwamba unaingiliwa kwenye editorial. No, incidences they may happen, na mimi hiyo sitaki tubishane nayo. Ikitokea hizo, ndo maana kuna wizara kamili tuzishughulikie hizo, na ninyi pia mna caucus zenu za kusema kwa serikali. Hiyo tuiende namna hiyo. Misukosuko ya kiuchumi nimeshaielezea kwa maslahi ya muda, nisingetamani sana tuirejee. Ina madhara hii, haya mambo haya yana madhara. Tena sio madhara kwa uchumi kama numbers macro. Hii mambo ya aina hii yana madhara kwenye maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Watanzania wengi tunao, hata hapa Dar es Salaam tunao, ambao kuishi kwao ni atoke. Jamani, wapo Watanzania ambao hana hata jiko pale kwake,
kuishi kwake ni huwa atoke. Nimekaa sana mtaani na yajua haya. Jamani, wapo ambao ni kuishi kwake siku hiyo ni atoke, na wapo ambao kuishi kwake bajeti yake alionayo ni ya kununua kila siku. Jamani, si sote tunajua haya. Sasa yanapotokea mambo ya aina hii, si tu madhara kwenye uchumi mpana, hata kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja. Mimi naomba Watanzania tuepuke mambo ya aina hii. Nawaomba tuepuke. Tumeongea hata na taasisi za kidini, na nawaomba tena viongozi wa dini zote, viongozi wa makundi yote, tuendeni tusemezane, tusipeleke tena Tanzania kwenye jambo hilo ambalo lilijitokeza. Tukatae hamasa zile zinazotolewa kwenye mitandao ama katika field mbalimbali. Nisema kuna order ya shooting. Hivi pakitokea vurugu, unarudi lini kuconsult kwamba ni shoot au nisishoot? Halafu na tunaona idadi kubwa ya askari wamepoteza maisha yao. Nani kaweka order wa shoot? Hili ni jambo baya, limeshatokea. Tusubiri tupewe ukweli wake. Ukitaka kusema kuna order ya kushuti, aliye shoot askari alitokea, order hiyo alitoa wapi? Na aliye huyu na huyu wale walikuwa amdi, wametoa wapi hizo order? Au huyu katoka hapo amekamatwa na mabomu, hiyo order ametoa wapi? So lingekuwa jambo dogo tu hivi Mheshimiwa Rais angeunda na lingekuwa tu jambo liko straight tu hivi na angeunda tume. Mimi nawaomba Watanzania, wala tusiende kwa emotions, tusiende kwa hisia. Jambo la kufanya, twendeni tusemezane wote, tujitenge na jambo lolote linaloweza kutupeleka kwenye kile kilichotokea. Hata hii amesema mnajiandaje, tunasikia kuna tetesi za Disemba 9. Rai yangu kwa Watanzania wote, mwenye dukuduku na yule ambaye anakajambo, ana kero yeyote ile, tujitenge na tuambizane, tukatae kwenda tena kwenye mambo ya aina hiyo. Tumbakize adui pekee anayemezea mate rasilimali za nchi yetu. Tusiende kwenye utaratibu wa aina hiyo. Tusiende. Na kwa kuwa nchi imepita kwenye jambo gumu, hata anayepanga maandamano yanayokubalika kikatiba, hii sio timing nzuri. Watu wanaomboleza mtu akapoteza mpendwa wake, si jambo zuri. Na mimi niwaambieni, wale wanaohamasisha kupitia mitandao ni kwa sababu wao na jamaa zao wote wako huko. Wale wanaoandika wanaambia nendeni tu, laiti angeguswa na jambo hili, hangesema angemwambia mtu fanya hivi. Wanafanya hivyo kwa sababu wao na jamaa zao wote wako kule, na wengine washapata nadhani na uraia wa nchi zingine. Tumepokea mambo ya masaa 48, na mzee wangu amekuwa emotional kwamba na wao wawekwe. Nadhani nimeongelea pia kwenye lile la mwanzo, kama kuna utaratibu ambao tunaona, ambao tunakubaliana kwamba hauendi na tulivyotaka na tulivyotarajia na sheria tulivyoziwekea, haya ni mambo yatafanywa kazi, kwa sababu ni mambo administrative. Lakini tuendelee kuamini vyombo vyetu ambavyo vina rekodi ya kufanya kazi kubwa kwenye nchi yetu. Tumeshapita mambo mengi hata yanayohusisha maisha ya mtu mmoja mmoja. Kuna mwaka niwe radhi ninapotaja mkoa ambao jambo limetokea. Kuna mwaka watu wote tulikuwa tunaogopa kwamba kuna watu kuchunwa ngozi. Ilitokea kwenye moja ya mkoa. Ilikuwa tishio kubwa tu. Mimi sijasimuliwa, nilishakuwa mkubwa tu hivi. Ilikuwepo. And it was real kwamba watu wanachunwa ngozi. Kuna mwaka
ilikuwa inatokea watu wanakata mkono wa binadamu na anakimbia nao. Kuna mwaka imetokea watoto wadogo wanatekwa, yaani mtu hakudai chochote na anachukua mtoto katoka shuleni, wanafanya hivi. Ina mwaka ikatokea ili la Kibiti, ni vyombo vyetu vilisimama. So kwa sasa hivi tusiwe driven na emotions na matakwa ya wanaotamani Tanzania iwe imeharibikiwa. Let us not be driven. Hii nchi ni yetu. Na hata vyombo hivi hao walioko humo kwenye vyombo ni Watanzania wenzetu. Hii ni title kama ambavyo mtu mwingine anaweza akawa na title kwenye sekta nyingine. These are Tanzanians. Yes, these are Tanzanians. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano wa kusympathize na jambo hili. Sisi tusifanye kazi kila wakati ya kutonesha kama wengine wanavyotamani hii nchi iwe na makovu yasiyotibika, yasiyopona. Nitoe rai tena kwenu nyie wenyewe, kwa vijana wa Tanzania, viongozi wa kidini, viongozi wa makundi mbalimbali, sisi wenyewe vijana kwa vijana, ngazi yeyote ile. Hii nchi ni yetu wa Tanzania, ni mali ya Tanzania. Hii nchi si mali ya chama cha siasa, hii nchi si mali ya serikali. Tuilinde wote na tumtangulize Mungu, na naamini Mungu atatuvusha. Na pale ambapo tuna kasoro, pale ambapo tuna dukuduku, Mheshimiwa Rais ametoa mwongozo wa namna ya kushughulikia masuala haya. Tuendeni na huo mwongozo, tuvuke, tushughulikie yale ambayo tunaona yanatutatiza. Tusiruhusu tena kwa sababu yeyote ile kuruhusu hali ya aina hii iliyotokea. Watu wanapambana kuhusu idadi. Damu ya mtu hata mmoja asiye na hatia sio baraka kwenye nchi. Kumwaga damu ya mtu hata mmoja asiye na hatia sio baraka kwenye nchi. Let us tuelekee kwenye kuepusha mambo ya aina hii yasitokee. Niwashukuru sana Waheshimiwa mawaziri, kama mna jambo kusema.